Hapa andaa bati 100 za futi 10, lakini pia kwa tofali za blocks zinazoingia hapa ni tofali 2100 peke yake. Ikiwa utatumia tofali za kuchoma basi zitaenda tofali 7000. Ninapomaanisha tofali 7000 za kuchoma ni zile zitakazotumika katika ujenzi wa boma peke yake. Sijajumlisha na tofali zitakazotumika kuandaa msingi, kwa sababu tofali za msingi zinategemeana na sababu kuu mbili za msingi, ambapo ni shape ya kiwanja chako na aina ya udongo unaopatikana kwenye kiwanja chako. Hivyo ndivyo ambavyo itatoa majibu ya msingi utatumia material kiasi gani. Kwa hiyo sio kitu ambacho tunaweza tukakusaidia kwa kukutajia idadi kulingana na ramani ambayo tutakayokuwa tumekupatia. Hapa ndani unapata vyumba vitatu vya kulala. Katika vyumba hivyo vitatu, vyumba viwili ni self, chumba kimoja ni single na choo cha public, sebule kubwa pamoja na jiko. Na jiko nalo ni kubwa pia. Na ukiweza kuangalia hii ramani iko na kitu cha ziada ambacho naweza kuelezea hapa. Kwa sababu kati ya vyumba hivyo vitatu, chumba kimoja ni cha nje lakini pia nacho ni self. Ukisikia chumba cha wageni, najua wengi wamekuwa wakisikia hili neno, chumba cha wageni, chumba cha wageni. Basi chumba cha wageni ni hichi hapa, kwa sababu chumba cha wageni siku zote lazima kiwe nje ya nyumba ambayo wewe unakuwa unaishi. Kwa hata kama mgeni akiwa ni amekata kamba, basi huko nje kunakuwa hakuna madhara kwa watu wako ambao wanakuwa wapo ndani ya jengo lako hilo hapo. Lakini pia hili jengo lina upana wa mita 12 na urefu wa mita 11. Kwa hiyo katika kiwanja chenye upana wa kuanzia mita 15 na urefu wa kuanzia mita hizo 15 unaweza kujenga jengo hili hapa, na kila kitu kikawa vizuri, jengo likaji nafasi na ukapata hata nafasi ya kuweza kupaki gari lako hapo. Nazungumzia kwa wale wenye magari, lakini kama hauna gari, ya Mungu mengi, of course uweze jua ya kesho. Na pia kwenye upande wa bati niliweza kukutajia hapo. Panda bati ni 100 kama nilivyoweza kukutajia hapo, lakini pia bati huwa zinazidi idadi au zinapungua idadi kutokana na kitu kimoja cha msingi sana ambacho mafundi wamekuwa wakizoea kukiita kama king post. Sisi tunaita angle pitch, au kwa tafsiri ya Kiswahili ya kawaida ni mwinuko wa bati kwenda juu. Sawa. Na hivi huwa ninapenda sana kuwasisitiza mafundi ambao wanajenga ramani ambazo tunakuwa tumewapatia sisi, wawe wanasoma vizuri maelekezo ambayo yanakuwa yameandikwa kwenye ramani, hasa katika kile kipengele ambacho kinamuelekeza fundi wa bati wa kupaua juu ya mwinuko wa jengo hilo hapo, ili usije ukazidisha mwinuko wa jengo ukampatia gharama za ziada mtu ambaye anatakia kuwa anahitaji nyumba hiyo kujengewa, au yule ambaye wewe utakuwa unamjengea, kwa sababu ukizidisha mwinuko wa jengo utafanya jengo litumie bati nyingi kiasi kwamba yule ambaye unamjengea wewe atalazimika kuingia gharama ya ziada kuhakikisha kwamba ana fix hicho ambacho unakuwa tayari umekitengeneza. Lakini kama mtakuwa mmekubaliana sawa, lakini kama mtakuwa mmekubaliana pia ni vyema mkanishirikisha mimi kwanza kwa aina gani ya mwinuko mnataka kuufanya, kwa sababu nyumba inapokuwa imeinuka sana kwenye bati huwa inakuwa na madhara sana katika uimara wa ukuta wake. Kwa hiyo hilo nalo mtakiwa kuwa mnalifahamu. Unapokuwa umezidisha mwinuko wa bati lako, basi ujue ukuta wako hautakuwa imara sana. Kwa hiyo kama itatokea mitikisiko kadhaa katika jengo lako, ni rahisi sana jengo lako kupata madhara, aidha kupata crack, mipasuko, au kubomoka kabisa kutokana na uzito wa mtikisiko huu ambao unakuwa umetokea kwenye jengo lako. Kumbuka ramani kama hizi na zingine nyingi zote zinapatikana katika mitandao mbalimbali ya kijamii, ambapo tunapatikana kwa jina la Makazi Mpanda. Lakini pia namba yetu ya simu ni hiyo hapo 0758260690, na kupitia namba hiyo ukitutumia message WhatsApp ukatuandikia neno niunge, tutakuunga kwenye group letu au channel yetu ya WhatsApp ambayo tunatumia kuposti ramani kila siku. Kwa kila ramani tunazokuwa tunazitengeneza huwa tunaziweka huko. Kwa wale ambao wameshapata fursa ya kujiunga na channel hiyo, wanaelewa ni nini ninazungumza, kwa sababu ramani nyingi sana ambazo zinakuwa zinatengenezwa kutokea hapa tunakuwa tunaziweka huko, na watu wanapata muda wa kuangalia ramani zaidi na kujifunza vitu vingi kuhusiana na ramani. Unapokuwa unazitazama ramani, sio lazima wewe unajenga kwa wakati huo, hapana, ila inakuongezea maarifa zaidi na kukufanya siku ambayo utakuwa tayari kufanya ujenzi, basi wewe unajua vitu vingi sana kuhusiana na ramani, na ujue ni kipi kitakuwa ni sahihi kwako kufanya na kipi ambacho hakitakuwa sahihi kwako kufanya kwa wakati huo, lakini pia kwa mahitaji ambayo utakao kuwa nayo kwa wakati huo pia. Na pia nikukumbusha kwamba ramani huwa tunaandaa kulingana na mahitaji, sio kwamba tunaandaa tu ramani just kwa kuandaa tu ramani, hapana. Unaweza ukatupa mahitaji yako na bado tukaandaa ramani vile ambavyo unataka. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.